Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimejitokeza katika kuwania nafasi ya wajumbe wa kuunda kamati jumuishi ya serikali ya kusimamia utekelezaji wa mkataba wa UNESCO wa mwaka 2005 ambao unalenga kulinda na kuendeleza uanuai wa kujieleza kiutamaduni. Dr. Kedmon Mapana ambaye ni mtendaji mkuu wa BASATA ndiye mgombea kutoka Tanzania katika uchaguzi unaofanyika leo tarehe 20 ya mwezi Juni mwaka 2025, ambapo yeye na mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya sanaa Dr. Emmanuel Ishengoma wameshiriki katika mkutano wa 10 wa nchi wanachama wa UNESCO unaofanyika makao makuu ya shirika hilo jijini Paris, Ufaransa. Aidha, kutakuwa na faida mbalimbali ambapo Tanzania itashinda katika nafasi hiyo ya ujumbe, ikiwa ni pamoja na kuwa na nafasi kubwa ya kushiriki katika majadiliano na maamuzi ya kidunia yanayohusu uanuai wa utamaduni na pia kunufaika na miradi mbalimbali ya UNESCO. Pia faida nyingine ni kusaidia kuhakikisha kila nchi inakuza na kulinda uanuai wa kitamaduni kwa kiwango cha kimataifa na kusaidia katika ufuatiliaji wa karibu wa kuhakikisha kila nchi mwanachama inaweka mazingira mazuri ya ulinzi wa uanuai wa kitamaduni katika mila, desturi na sanaa. Mkataba wa UNESCO wa mwaka 2005 rasmi unaitwa mkataba wa kulinda na kukuza uanuai wa maelezo ya kitamaduni. Ni UNESCO Convention of the Protection and Promotion of the Diversity of Culture Expressions. Mkataba huu ulipitishwa tarehe 20 ya mwezi Oktoba mwaka 2005 na kuanza kutumika rasmi mwaka 2007. Lengo lake kuu ni kulinda, kuendeleza na kuheshimu utofauti wa maelezo ya kitamaduni duniani. Inahusu njia mbalimbali ambazo watu na jamii hujieleza kupitia sanaa, lugha, tamaduni, vyombo vya habari, muziki, filamu, michezo ya kuigiza, ngoma, fasihi na kadhalika. Ni kutambua kwamba kila jamii ina namna yake ya kuwasilisha hadithi, hisia au mitazamo ya maisha, na hiyo ni hazina muhimu ya ubinadamu. Mambo makubwa yanayosisitizwa katika mkataba huo ni haki ya kila taifa na jamii kutangaza na kulinda utamaduni wake. Nchi wanachama wana haki ya kuwekeza sera na hatua za kulinda maelezo yao ya kitamaduni bila kuingiliwa, lakini pia ulinzi dhidi ya utandawazi usio na mipaka ili kuzuia kupotea kwa utamaduni wa jamii ndogo au za pembezoni kwa sababu ya nguvu ya utamaduni mkubwa wa kimagharibi. Jambo lingine ni kukuza ushirikiano wa kimataifa ambapo mataifa kushirikiana kubadilishana kazi za kitamaduni, kusaidiana kifedha, kielimu na kiteknolojia, lakini pia kuwezesha upatikanaji wa masoko kwa kazi za wasanii wa ndani, ambapo hii ni kusaidia sanaa za asili ziweze kushindana au kuonekana pamoja na kazi za kimataifa. Vile vile ushiriki wa jamii katika maamuzi ya utamaduni ambapo wananchi wanapaswa kupewa nafasi ya kuamua kuhusu mustakabali wa maelezo yao ya kitamaduni. Nchini Tanzania, hii ni nafasi adhimu na muhimu ambayo itasaidia kulinda lugha au ya Kiswahili, lakini pia kusaidia sanaa za kitamaduni kama vile ngoma, tenzi, ushairi, mambo yote ya fasihi simulizi, kupaisha vipaji vya wasanii wa ndani, lakini pia kutengeneza muingiliano kati ya wasanii wa nje na wasanii wa ndani. Itaifanya Tanzania kushiriki katika majukwaa ya kimataifa na kulinda urithi wake vile vile. Ni muhimu kila Mtanzania kuiombea nafasi hii muhimu kuweza kuibuka mshindi, ambapo nafasi mbalimbali zitapatikana, lakini pia faida lukuki kwa ajili ya Watanzania na Afrika kwa ujumla wake. Una maoni gani kuhusu hili? Nitafurahi kuona komenti yako hapo chini, lakini pia like na kusubscribe. Usiache kupakua app ya SNS Premium ambapo utaendelea kupata mambo mengine mazuri ikiwemo hadithi na mambo mengine mengi yenye lengo la kukuelimisha. Mimi ni Frankie Kashonde. Usuhuba wetu uendelee kwa jina la Simulizi na Sauti.